Jioni ya leo hali imesalia tete eneo la Transmara Magharibi ambapo mtu mmoja ameuawa kwenye mapigano mapya yaliyozuka mpaka wa Nkararo na Enoretet. Watu wengine zaidi ya 10 wanauguza majeraha ya mishale baada ya kujeruhiwa kwenye machafuko ya hivi punde. Maafisa wakuu wa usalama eneo hilo wamefanya mkutano wa dharura na kuagiza operesheni ya kiusalama kwenye eneo la mpaka kama anavyotuarifu Crispin Otieno. Jumapili asubuhi katika hospitali moja mjini Kisii, Jacob Ole Suparu yuko kitandani baada ya kufanyiwa upasuaji maalum shingoni. Jacob kutoka upande wa Nkararo amejipata katika hospitali hii na maasimu wake kutoka Uasin Gishu, Enoretet baada ya mapigano mapya kuzuka mpakani na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine kadhaa kupata majeraha ya mishale. Mita chache kutoka hapa pia tunakutana na kijana mwingine kutoka Enoretet akiwa na maumivu tele baada ya kuchomwa mishale mkononi. Japo hakutaka kutamka lolote, ameiomba serikali kulinda mali yao. Nduru ikaanza saa 11, saa 12 wakafika kwa mabomu. Wakaanza kuchokora mabomu. Vijana wakatoka, wakaenda ni kuuliza nini mbaya, wakaanza vita namna hiyo. Watu wakapigana, serikali ikakuja ikagawa hawa. Lakini sana kitu hili inafanya hapo inaleta shida, kuna hii barabara iliwekwa. Hii Natembea Road. Hiyo Natembea Road imewekwa vibaya. Vita tukapigana mpaka kitu saa 5:30. Maskari wakakuja, wakatugawa. Vijana wakarudi maboma, nao wakarudi, lakini hao hawakuenda waende. Tena wakakaa mpaka saa 10. Tulifululiza hadi mpakani Transmara kutathmini hali. Hapa tukiwa katika msafara mmoja na maafisa wa usalama ambao pia walielekea eneo lililoathirika. Eneo hili kwa mtazamo linaonekana mahame. Na mtupo katika mpaka wa Nkararo na Enoretet, na barabara hii ambayo mara nyingi hutumika na wafanyabiashara pamoja waendeshaji magari na pikipiki, ila kwa takriban siku 2 imesalia mahame. Ila maafisa tu wa GSU ambao wanaendelea kushika doria eneo hili ndio wanaendelea kufanya shughuli ya kutuliza hali mpakani. Barabara alishatolewa na Tembea na tunashangaa watu wanang'ang'ana wakitafuta pesa ya shule na wengine wanang'ang'ana kutafuta roho ya watu. Haki tumeteseka, tumechoka. Nataka tufanye nini jameni? Dunia hii ametuchosha. Wasiri wanateremkia sisi kila siku, wanatuumiza, wanaumiza watoto wetu. Kila siku ni mazishi sababu ya watoto. Hii vita miaka na miaka kila wakati inapigana. Sasa ni karibu miaka 30 hii vita. Mimi nikiolewa nikiwa mdogo, hii vita ilikuweko mpaka sasa hii vita iko. Maafisa wa usalama baada ya kufanya kikao maalum walitangaza operesheni maalum mpakani. Vijana wamekuwa wanavamiana. Imekuwa ni vita ya wazee. Ya vijana. Ndio sababu tulikuwa tumekutana tuweke mikakati tuhakikisha kwamba vijana waendelee kupigana. Kwa sasa hali eneo hili la mpakani imesalia tete. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Transmara.